Kwanza pole kwa msiba, lakini pia ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Uwesu Hamidu Belege, ndio mwenyekiti wa mtaa wa Amani kata ya Liwiti, ambapo anapatikana marehemu James Rogers Temba. Unafahamu vipi kuhusiana na tukio hili la mauaji yaliyotokea ya kukatwa shingo na kichwa kutokuonekana kwa marehemu James Temba, ambaye sasa ibada yake inafanyika kwenye kanisa hili la KKKT hapa? Kwa kusema kwamba ninafahamu, nitakuwa naingilia vyombo vya uchunguzi. Mimi kama mwenyekiti wa mtaa niliripotiwa na mwenyekiti wangu wa shina namba 13 jana John Mkinga ya kwamba kuna kijana ambaye haonekani. Kwa hiyo nikamwambia tujitahidi kumtafuta ili tujue yuko wapi. Kwa hiyo siku ya Jumamosi nakumbuka asubuhi nikiwa kwenye masuala ya kukagua usafi wa mazingira, na miongoni mwa sehemu ambayo inaongozwa kwa usafi ni maeneo ya kina James Temba. Kwa hiyo wakati niko kule na kina Emmanuel Mbasha na kina Mzee Mwanyika pamoja na mwenyewe mjumbe wa shina John Mkinga, ndipo tulipopata ripoti kwamba mwenyekiti kijana mwili wake umeonekana polisi ufundi kule. Kwa hiyo baada ya hapo sasa zikapata hatua za kufuatilizia process, mimi kama mwenyekiti pamoja na kamati zangu za ulinzi na usalama kwa ajili ya kujua chanzo cha kifo. Lakini sisi kama sisi hatuna tunalolijua. Hilo jambo liko mikononi mwa jeshi la polisi, na nichukue nafasi hii pia kuwapongeza na kuwashukuru kwa namna ambavyo walivyolichukulia uzito mkubwa hili jambo, kwa sababu tumeona mpaka Kamanda Mulilo amefika nyumbani kwa ajili ya kuonyesha uzito wa jambo. Ni jambo zito ambalo limetikisa nchi. Kwa hiyo tupo katika kipindi kigumu. Mimi kama mwenyekiti na ikabili hali, japo kama ni ngumu, kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, kushuhudia mwananchi wako anakata kichwa sio jambo lepesi kulipokea. Kwa hiyo tupo kwenye huzuni na majonzi. Yote kwa yote tunarudisha sifa na utukufu kwa Mungu. Kwa hiyo tuviachie vyombo vya ulinzi na usalama venyewe, sasa ndio vitatupa majibu sahihi ya nini kilikuwa nini na chanzo ni nini. Sisi kama sisi tutabaki na hisia tu kusema labda hichi labda hichi, lakini kwa ukweli hakuna anayelifahamu. Kwa hiyo bado tunaliacha jeshi la polisi. Nafikiri ni jeshi lenye weledi, linafanya kazi kubwa sana, litalipa majibu sahihi. Na kwa jinsi ambavyo ulifika pale kama mkuu wa usalama kwenye mtaa wako, hali ulikuta ikoje? Ni nzito. Hali ni nzito sana kwa wazazi wote wawili. Hali ni nzito kwa sababu kijana kama kijana alikuwa hana makundi. Kijana kama kijana alikuwa hana mambo ya kusema labda huyu ana jambo hili la kumuhisia. Hata ili kwa kupata tetesi kwamba labda huyu ni mhalifu au ana hili alikuwa hana. Kwa hiyo kupokea ni ngumu sana. Ni ngumu. Na hili ni tukio la ngapi kwenye mtaa wako? Kwa kukata mtu kichwa ndio tukio la kwanza. Sijawahi kuliona katika maisha yangu. Natokea naingia kwenye uongozi. Kwa hiyo ni ngumu kidogo. Na rai yako ni nini kwa wananchi wako wa eneo lako? Kwa wananchi wangu, rai yangu kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ni kupeana ishara katika vile kama viashiria vya uhalifu, kwa sababu mimi nafanya kazi masaa 24. Sina Jumamosi, sina Jumapili, na napokea simu muda wote. Kwa hiyo nimewaambia wananchi wangu, mtu yote anaona kuna jambo lolote ambalo halielewi, basi haraka sana aniripotie. Na maana tumeweka wajumbe wa mashina kwa ajili ya kusaidia ulinzi na usalama. Kwa hiyo mtu yote ambaye anaona viashiria kuna mtu hamuelewi au kuna jambo halielewi, akiniripotia mimi. Tunafanya kazi vizuri sana na polisi wetu kata. Kwa hiyo polisi kata yuko vizuri muda wowote, wakati wowote, na kwa bahati nzuri anatumia pikipiki, anafika kwa wakati kwenye maeneo. Kwa hiyo ni kupeana zile alama. Kwa hiyo tutashirikiana kwa ajili ya kuzuia kabla hajatokea maafa makubwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.